أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awali yoyote tambue viongozi walioko hapa katika hadhara ya kielimu wakiongozwa na katibu wetu wa mkoa Ustadhi Ramadhani Chanila, lakini pia pembeni yake yuko Sheikh Ismail ambaye ametupitisha darasani kwa sababu yeye ni mwalimu na ni mlezi wa vijana wetu, lakini pia kwa watu wazima. Tambua uwepo wa katibu wa kadhi ofisi ya mkoa hapa Ustadhi Ramadhan almaarufu Tawil. Tambua uwepo wa Sheikh wa kata ya Bugogwa kule Ilemela Sheikh Yasini Juma. Tambua uwepo mwenyekiti wa Shuamat mkoa wa Mwanza Darwish Mwita wa Igogo. Nitambue uwepo wa kakangu Kashinde upande wa mahusiano na mawasiliano katika ofisi ya Sheikh wa mkoa. Nitambue uwepo wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa ambaye tangu asubuhi tuko naye hapa akitudhihirishia na kutuonyesha kwamba hatujakosea kumchagua kushika nafasi hii. Mwenyezi Mungu aendelee kumhifadhi. Nitambue uwepo wa Sheikh wa kata ya Nyamaloro Ustadhi Abdul Rashid na imamu wa Masjid Taqwa, lakini pia nitambue wazee wetu wa msikiti huu akiwepo mzee wangu hapa mzee Kasim, lakini na mzee wangu pale mzee Idrisa. Tambue uwepo wa waandishi wa habari wa vyombo mbalimbali vilivyopo hapa, maustadhi wa madrasa, maustadhati walioko hapa, kina mama na kina baba na vijana wa madrasa. Nirudie kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya itifaki hilo, moja kwa moja kwa niaba ya Sheikh wa mkoa, shukrani zangu za dhati nizipeleke kwa mwalimu na mudiri wa Madrasatul Hidayah kwa kazi kubwa anayoifanya katika kituo hiki. Mwenyezi Mungu amjalie afya njema. Amin. Mwenyezi Mungu amlinde na yote yaliyokuwa mabaya. Amin. Lakini pia wale wote walioshirikiana naye katika kulifanikisha hili, wakiwepo wazazi, Mwenyezi Mungu akujalieni kila la kheri. Amin. Lakini masikitiko yangu ni kwa upande wa wazazi, hususan upande wa kina baba. Ukiangalia asilimia kubwa waliopo hapa ni wazazi upande wa kina mama. Kina baba wako wapi? Kina mama, mambo hayo mazuri mabaya? Sijasikia. Mambo haya mnayoyaona mazuri mabaya? Waume zenu wako wapi? Sijasikia. Waume zenu wako wapi? Kazini. Leo ni Jumapili, wako kazini. Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao. Kupitia kazi wanazozifanya iwe ni sababu ya kuwasimamia vijana wao kujisoma dini. Ndugu zangu, ya kuzungumza ni mengi, lakini Sheikh Ismail mengi kayasema, na katibu naye kaja kakazia yale
alozungumzia Sheikh Ismail. Naomba tusikilizane. Mimi sitakuwa na mauidha, takuwa na mwongozo juu ya hili lilotuweka hapa. Tuko hapa kwa ajili ya vijana wetu walikuwa wakituonyesha wanafanya nini darasani. Lakini kabla ya kwenda huko, kwanza niseme taarifa na risala iliyosomwa na vijana wetu kwa mahiri wali ya juu kabisa nimeipokea kwa niaba ya Sheikh wa mkoa, na kwa sababu katibu wa mkoa yuko hapa, moja kwa moja naikabidhi mikononi mwake, ili yeye sasa mwenye mkoa wake atakapofika ofisini basi aweze kuikabidhi mikononi mwa Sheikh wetu na kiongozi wetu Sheikh wa mkoa Alhaji Sheikh Hassan Kabeki. Mheshimiwa Katibu, naomba kuikabidhi. Asante sana. Ndugu zangu kina mama, pongezi nyingi tuzipeleke kwa mwalimu Ustadhi Hanafi. Kazi anayoifanya ni kazi ya kutuunganisha sisi wanadamu na Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi ukasimama kumwabudu Allah bila kupita katika janja kama hizi. Wewe mzazi yawezekana ulizaa tu basi ukajua ukashukuru Mwenyezi Mungu kwamba namshukuru Allah kwa kunijalia kizazi na nimezaa mtoto neema. Lakini haya leo ambayo vijana wetu wanatuonyesha, naomba tusikilizane jamani. Nisizungumze mengi sana, nazungumza machache tu, alafu kama kuna maji ya kunywa tunywe, kisha baada ya hapo mengine yaendelee. Kwa hakika kwa kazi anayoifanya mwalimu katika watu ambao kwamba wanastahili heshima ya hali ya juu ni mwalimu wa madrasa. Ijapokuwa katika nchi yetu ni katika kundi la watu ambao wamekuwa wanadharaulika sana, na hili ni tatizo. Niwaombe wazazi wa wanafunzi hawa, mshikeni Ustadhi Hanafi kwa kazi kubwa anayoifanya. Lakini kazi hii isibaki kwa vijana wenu tu, hata nyie pia mnayo haki ya kuja kuisoma elimu. Mlango wa kusoma tangu dunia ianze haujawahi kufungwa. Ndipo tukaelezwa inna sanahatana hadha minal mahadi ila lahadi. Jambo la kusoma ni kuanzia utotoni, miaka 2 ni 3, mpaka siku utakapowekwa ndani ya mwanandani, pale ndio mwisho wa kusoma. Sasa usibeteke kwamba mimi kwa umri huu nitawezaje kwenda kusoma. Hapana, umri wako bado unaruhusu, miaka 60, 40, 50. Njooni tuje tusome kwa mwalimu Hanafi. Na vijana wetu hawa ili waimarike zaidi katika jambo la elimu, zingatieni haya nataka kuelezeni ambayo yameelezwa na ulama. Moja miongoni mwa wanaozuni hao ni sahibu ta'alimi almutaallimi talib ta'alim. Yambaghi fi ta'allumi ay yajidda thalatha: almutaallimu wal ustadu wal abu. Yatakikana na inapaswa katika suala la taaluma, ili vijana wetu hawa wanayoyafundishwa waweze kuyashika vizuri na waweze kunufaika nayo. Yatakikana watu watatu wasimame imara. Mtu wa kwanza, msomi mwenyewe awe na utayari. Watoto hawa sio utayari, watoto hawa ni wewe mzazi ndio wasimamie, uhakikishe mtoto anaenda darasani na anaporudi uwe na utayari wa kumuuliza kweli alikuwa darasani au aliishia kwenye libadaumiza. Kwanza almutaallim, utayari wa kwanza ni wa msomi mwenyewe. Kisha baada ya msomi mwalimu ustadhi.
Ustadhi alhamdulillah yupo hapa, Ustadhi Hanafi, nyakati za asubuhi yupo, mchana yupo, jioni yupo. Hana biashara anayoifanya isipokuwa ni taaluma tu. Na mtu wa tatu ni mzazi, wal abu. Mzazi ni mtu muhimu sana. Wewe mzazi usiposimama katika nafasi yako, iko siku itafika utaanza kujilaumu mwenyewe na kumuona kwamba kijana wako hata kutendea haki, kwa sababu wewe ni waagiza nenda darasani lakini hukumfuatilia. Lakini pia hukumjengea mazingira yaliyokuwa mazuri ya yeye kuipenda madarasa. Wakati kaswida ile inasomwa, mimi niligusa sana. Vijana wale wameanza kusema hivi kabla ya mwalimu wao hajashika maiki kuleta kaswida yao, kwamba vijana wetu hawa wakiwa shule kule, anasoma shule ya msingi, sekondari ama chuo, akiambiwa kwamba kesho kuja na 200,000, mzazi majibu yake ni haya: inshallah kesho nitaenda benki kwenda kutoa kisha nitakupa upeleke. Haya ni maneno ya ndugu ya vijana wetu. Lakini kijana huyo akitoka shule, akaja nyumbani, akaoga, akala chakula, kama kanzu kwenda darasani, akifika madrasa mwalimu anamwambia kesho uje na 500 sadaka ya mwalimu. Majibu yake sikimu ingesikia vizuri. Yalikuwa nasema majibu yake yanasikitisha. Na haya majibu si kwamba wamezua, ndio uhalisia wa majibu mnayowapa vijana wetu pale tunapowaagiza 500 ni nini. Mimi asilimia ndogo sana ya vijana wetu wanaosoma shule wasiopewa pesa kwenda nazo shule, asilimia ndogo sana. Haya nayasema kwa sababu aingia ni naye nafundisha kote huko, na jinsi anavyozidi kwenda vidato na zile pesa zinazidi kuongezeka. Ni wazi akiwa darasa la kwanza, la pili mpaka la 7 inawezekana kumdanganya na 500 inatoka hiyo. Akianza sekondari buku mbili, akianza chuo kama na kuendelea. Sasa wazazi simamieni hilo. Lakini jambo lingine ni miongozo ya walimu. Walimu tunashukuru wanasimama kwenye nafasi zao, na haya ndio matunda yake, kuonyesha kwamba walimu hawabeteki. Walimu wao wanahitaji waletewe vijana ili wao wafanye kazi yao ya kuwapa zile maalumati walizopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazazi ni waombe, leteni vijana wenu waje wasome madarasa, msiridiki. Na kibaya zaidi, mheshimiwa katibu, vijana wale wengi amejitahidi sana, akimaliza darasa la 7 eti na yeye anasema sasa amekuwa darasani, sasa hatakwenda tena. Huo ni uelewa mbovu kabisa. Mwisho wako wewe wa kusoma, hakuna mwisho wa kusoma. Umepasi, umeenda sekondari, unatoka sekondari unaenda madrasa. Umepangiwa kwenda chuo, hata huko chuo madrasa zipo, nenda kasome. Mmoja katika wazazi katika madrasa tulizopita kufundisha, siku moja alikuta mwanae ameagizwa darasani kitabu ambacho kwamba hakina fatha wala kasra. Ilikuwa ni hashia, kitabu cha Miraji, Israeli na Miraji. Huyo alikuwa ni mama wa Kinyamwezi, shede kuna Ismaili. Sasa yule mtoto akapewa pesa kwenda kununua kitabu mjini, akaenda kununua mjini hapa kwa Said Ayub. Alipopeleka kitabu nyumbani, akamwonyesha mama, kitabu hiki hapa. Mama akasema hivi, mwanangu, kama imefika bahali umesoma mpaka inafika bahali unasoma hata kitabu isiyo na irabu, sasa huku mwanangu nenda mtakatikiwa, basi kusoma mwanangu. Subhanallah, zile ni akili mnembe. Nielewe vizuri eti kwa kusoma kitabu kisichokuwa na irabu ndio unaenda kuchizi? Hapana. Tuache na tuwape nguvu vijana wetu wasome mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapowajalia katika umri wao.
Lakini jambo la mwisho, tulu zamani kuwa na muda mrefu katika kusoma, tusisome muda mfupi. Darasa la 7 unaondoka, dumu darasani utachuma na utajifunza yale mengi zaidi. Ndugu zangu Waislamu, kina baba na kina mama, ya kuzungumza yako mengi lakini yameshazungumzwa. Niwaombe turidhike na haya yaliyozungumzwa. Kubwa tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie mshikamano wa kweli. Allah Subhanahu wa Ta'ala atutilie nguvu katika kuyashika majambo kama haya. Allah Subhanahu wa Ta'ala awajalie wazazi wa kiume na wa kike ushirikiano wa dhati kwa mwalimu wetu na kwa walimu wengine wote katika maeneo mbalimbali. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie afya njema mwalimu wetu Ustadh Hanafi na walimu wote katika kutoka madarasa mbalimbali. Lakini pia tuombe dua viongozi wetu wa mkoa, viongozi wetu wa kitaifa, wa dini na wa serikali. Mwenyezi Mungu awajalie afya njema na awaepushe na yote yaliyo mabaya. Wala afwa minkum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad amma ba'd. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi Sheikh Abdullah bin Juma, Mheshimiwa Katibu wa Mkoa wa Mwanza kupitia Baraza Kuu la Tanzania BAKWATA, kaka yangu Ustadh Ramadhani Chanila, Mheshimiwa Sheikh Ismail, mjumbe wa Baraza la Mashaikh Mkoa, Mheshimiwa Katibu wa Kadhi, kaka yangu Ramadhani almaarufu Kawilu, Mheshimiwa viongozi, namuona mwenyekiti wa mtaa huu yupo hapa, mwenyekiti wa Igoro, Mheshimiwa wazazi na maustadhi wote, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesimama kwa ajili ya kutoa maneno machache sana. Madrasa hii ipo chini ya Baraza Kuu la Tanzania BAKWATA, na kama ilivyosemekana kwenye risala, imeanzishwa mwaka 1996. Alianzisha Al-Marhumati Bi Shakira. Hapo mwanzo ilikuwa ikiitwa Al-Masjid Nabawiyya, na baadaye ofisi zilipohamia hapa wako wenye busara, sasa hapa ilipo madrasa ndio inahamia hapa. Toka kipindi hicho ilikuwa ikitoa wanafunzi mbalimbali kwenda maeneo mbalimbali, lakini na sisi tulipopata fursa sasa ya kuja kuendesha kijiji, tukaona sasa kuna ulazima wa kuwatafutia chaneli wanafunzi wetu wa madrasa, sababu katika kitu ambacho kinachowaua moyo wanafunzi wetu wa madrasa kwamba anasoma alafu hajui anakwenda wapi. Na anasoma mwisho siku ukimuuliza bado unafanya nini? Nasoma tu ili nisome. Sasa tukaona hiyo dhana tuiondoe. Tukatafuta baadhi ya mahadi ambazo ziko mustawa wa juu, ili wanafunzi wetu wakitoka hapa waweze kwenda kujiunga katika mahadi hizo tulizokuwa nazo na urafiki nazo. Na mpaka sasa tumeweza kufungamanisha mafungamano mazuri baina yetu sisi na mahadi mbili. Mahadi moja iko mkoani Tabora na mahadi nyingine huko Tanzania visiwani au Zanzibar. Kwa hiyo ni kutokana na ufaulu wa mwanafunzi ndipo tunapompangia mahala pa kwenda. Lakini kwa awamu hii, kwa sababu ndio tumeanza, tutatoa mwanafunzi mmoja atakayekwenda moja katika hivyo vyuo viwili kitakachokuwa kimeftariwa, ndipo atakapokwenda. Na kwa heshima na taadhima, ni kuombe wewe na pamoja na meza kuu mweze kusimama kwa dakika moja ili mweze kumkabidhi cheti, ikiwa ni dalili na ishara kwamba sasa amehitimu masomo yake ya awali almaarufu ibtidaiya, na inshallah sasa tunamwanzishia process maalum ili aweze kwenda kujiunga na vyuo vya juu. Kwa hiyo kuombeni inshallah meza kuu mweze kunyanyuka, na nimuombe wanafunzi wetu Rahma binti Ali aweze kuja hapa mbele kwa ajili ya kukabidhiwa cheti chake, ikiwa ni dalili ya kwamba sasa amehitimu masomo yake ya ibtidaiya
na anakwenda sasa kujiunga na mahadi zingine kwa ajili ya kujiendeleza na elimu. Na hii itakuwa ni kwa wanafunzi wote watakaopata fursa ya kumaliza, tunapeleka huko. Lengo ni baadaye kuwa na vijana ambao watakaweza kusimama na kuendesha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo nikuombe sasa ukabidhi takbiri wa salam. Angalia kamera hapa ili uweze kupata picha chako. Takbiri. Inshallah sasa niombe akabidhiwe kabisa, na niombe meza kuu sasa iweze kukaa kwa ajili ya ratiba zingine. Hivyo pia sababu na kipengele kingine nikimalize kabisa. Kipengele kingine ni cha shukrani ili tumalize moja kwa moja kwenye dua na tupate karamu iliyoandaliwa. Kipekee kabisa nipende kushukuru uongozi wa Baraza Kuu la Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza chini ya mtendaji wake mkuu kaka yetu Ustadh Ramadhani Chanila, sababu wao wamenilea na wao ndio wameniweka hapa. Lakini pia nimshukuru kaka yangu katibu wa kadhi, amekuwa akitoa, sababu yeye ndio katibu wa idara ya elimu madrasa mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye pamoja na mimi kushirikiana kutengeneza haya yote tunayoona, kutengeneza mambo ya vyeti, kutengeneza chani za kwenda kusoma huko, ni mawazo yake na fikra yake hizo kwa bana. Lakini pia nipende kushukuru kamati yangu. Japokuwa iko bize, kama wako baadhi yao wasimame ili waweze kuiona. Hata kama yuko mmoja katika kamati ile ya maandalizi, basi muombe asimame ili mgeni rasmi aone kwamba hawa ndio waliopambana kuanzia mwanzo mpaka kukamilisha. Hawa walimuona alisimama, endelea kusimama kwanza. Alisimama huyo ndio alikuwa katibu wa kamati, ndio alikuwa na ratibu mambo yake, lakini yule aliyeko mlangoni kule katika wajibu wa kamati. Lakini pia tulikuwa na mhasibu alikuwa anaweka fedha, lakini pia tulikuwa na mwenyekiti wa kamati, kadhalika tulikuwa na mjumbe mmoja. Kwa hiyo nashukuru wao kwa kutoa muda wao na kwa ajili ya kupambania hili. Lakini pia nisiwe mtoe wa fadhila kwa wazazi kwa kutoa vile vitu vyao ambavyo walivyokuwa navyo kwa ajili ya kuendelesha hili jambo. Lakini pia wahisani mbalimbali wameweza kutudhamini, akiwepo Sheikh Mwita katudhamini, Darwish Kasinge katudhamini, na wengine wote kuwataja inakuwa ni tabu. Lakini pia nipende kushukuru vyombo vya habari, Manazil Online TV wanaonyesha tangazo hili, jambo hili live kabisa. Ukiingia YouTube utaliona live. Lakini pia nipende kuwashukuru wanafunzi, lakini pia na madarasa zilizohudhuria, Madrasatul Mu'min Kabugoro, Masjid Al-Hira. Hawa wamekuwa ni maswahaba sana, tuko na wilaya. Kwa fupi, wako wengi sana wa kuwashukuru. Tunasema tuwashukuru hatuwezi kumaliza wote. Niseme tu kwa ujumla kwamba tunatambua thamani yao na mchango wao na tunashukuru sana. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu alipe kheri, Mwenyezi Mungu atengeneze mambo yao. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apajazie, na hivyo kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweke katika mizani yao ya kheri. Ishi hapa niseme asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani Ustadh Anaf. Kipengele kinachofuata ni dua ya kufunga.